enyi mliamini, mtiini Allah na mumtii mtume, wa ulil amri minkum, na wale wenye mamlaka baina yenu, kwa maana ya watawala. Ayuha almuslimun, enyi waislamu ibadallah, inna min a'zami ma yuhfadhu bihi al-amn wa tusanu bihi ad-dima' wa tuqamu bihi sha'air ad-din ihtiram ulati al-umur wa tawqiruhum wa ta'atuhum fi al-ma'ruf wa 'adam al-khuruj alayhim. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa mambo makubwa mno, katika mambo makubwa yaliyokuwa makubwa zaidi katika dini ya Uislamu, ambayo ma yuhfadhu bihi al-amn, huhifadhika imani kwa mambo haya, huhifadhika amani wa mujtama kwa mambo haya, wa tusanu bihi ad-dima, na pia huhifadhiwa damu za watu na ukingwa kumwaga damu za watu, wa tuqamu bihi sha'airu ad-din, na usimamishwa pia kwa vitu hivyo alama za dini ya Uislamu. Miongoni mwa mambo hayo ambayo ni sababu ya kupatikana amani na pia ni sababu za kuhifadhiwa damu za watu, nayo ni ihtiramul ulatul umur, ni kuwaheshimu watawala na kuwaweka katika nafasi yao, wa ta'atuhum fil ma'ruf, na kuwatii katika mambo mema, na kuwatii katika yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, wa 'adamul khuruj alayhim, na kutotoka dhidi yao watawala. Haya ni miongoni mwa mambo ambayo yanapelekea kuhifadhiwa damu za watu, upelekewa kuhifadhika amani pindi waislamu watakapokuwa au wananchi watakapokuwa wamewaheshimu watawala wao na wakawaweka katika nafasi yao hao watawala, lakini pia wakawatii katika yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, wakawatii katika wema, katika maarufu, na bila kutoka dhidi yao. Hakika ndugu zangu katika imani, zimekuja adilla, dalili nyingi min alkitabi was sunna, kutoka katika Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa aqwali salafi salih, na kauli za wema waliotangulia, taamuru bidhalik, zikiamrisha mambo hayo, kuwatii watawala na kuwaheshimu na kuwaweka katika nafasi yao na kutotoka dhidi yao. Zimekuja dalili ndani ya Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zikiamrisha jambo hilo. Watanha 'anit tani wal waqi'ati fihim, na zikikataza kuwatukana watawala na kuwatani na kuwasema vibaya katika heshima zao. Dalili zikiwa nyingi zikikataza jambo hili, lakini mara kwa mara tunasema ya kwamba demokrasia haikupi uhuru wewe Muislamu kuweza kumsema mtawala na kumtukana mtawala. Sawa sawa katika mimbari kama hizi, au katika vijiwe vya kahawa, au kawa katika social media, katika mitandao huko, usiweze kuchukua nafasi ya kuweza kumtukana mtawala. Uislamu haukupi nafasi hiyo, Uislamu haukupi ruhusa hiyo. Tumekatazwa kuwasema vibaya watawala na kuwatukana, bali kinyume chake ni kuwaheshimu na kuwataja kwa mazuri, kama ilivyokuja hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ambayo ameipokea Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu. Anasema khamsun, Mtume anasema mambo matano, man fa'ala wahidatan minhunna kana dhaminan ala Allah. Mambo matano atakapoyafanya, akifanya jambo moja muumini katika mambo hayo matano, kana dhaminan ala Allah, atakuwa amepata dhamana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akalitaja jambo la kwanza, man aada maridan, atakayemtembelea na kumzuru mgonjwa. Na jambo la pili akasema kharaja ghaziyan, na atakayetoka aliyakuwa ameenda kupambana vita. Au dakhala ala imamihi yuridu ta'zirahu wa tawqirahu. Hapa ndo mahali shahidi nilipokusudia katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema Mtume ya kwamba au dakhala ala imamihi, au akaingia kwa mtawala wake, kaingia kwa kiongozi wake, hakuingia kwa jambo jingine,
yuridu ta'zirahu wa tawqirahu, bali anataka kumtukuza na pia anahitaji kumheshimu. Lengo la kuingia kwake yeye kwa mtawala huyo, lengo lake ni kutaka kumweka nafasi yake na kumheshimu. Au qa'ada fi baitihi wa salima minan nas minhu wa salima minan nas, au akakaa nyumbani kwake wa salima an-nas minhu, watu wakasalimika naye, au yeye akasalimika na watu, na hili jambo la tano. Lakini maana shahid ni kwamba mtume aliposema mtu aliingia kwa mtawala wake akusudia yeye ta'zir, akusudia ta'zirahu wa tawqira, kutakumtukuza na kumheshimu. Ndugu zangu katika imani, pia mtume sallallahu alaihi wasallam anasema akituambia sisi waislamu, alayka bis-sam'i wat-ta'a fi 'usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa atharatin alayk, lazimiana na kusikiliza watawala, lazimiana na kuwatii watawala. Fi 'usrika wa yusrik, katika hali ngumu, wa yusrika, na katika hali ya wepesi na hali ya raha, wa manshatika wa makrahika, na wakati hali ya uchangamfu na wakati unapokuwa na hasira. Mtii mtawala katika hali zote na msikilize mtawala katika hali zote. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema akimwambia yule sahaba, tasma'u wa tuti'u lil-amir, msikilize na umtii mtawala. Wa in daraba dhahraka, hata kama ataupiga mgongo wako. Wa akhadha malaka, na akachukua mali yako. Fa asmi' wa ati' lil-amir, msikilize na umtii mtawala, hata kama atakupiga, akakupiga idha kwa dhulman au kwa haki. Inatakikana kwa wewe Muislamu kumsikiliza mtawala na kumtii, kwa sababu kutoka dhidi yake madhara yake ni makubwa kuliko haki unayotafuta wewe. Lakini maashara almuslimin, laysa ma'na at-ta'a wal ihtiram annahu ma'sumun. Haina maana ya kwamba kuwatii watawala na kuheshimu watawala ya kwamba wao wamekingwa na makosa. Waweza kukosea kwa sababu ni wanadamu, wanaweza wakateleza kwa sababu ni wanadamu wale. Kullu bin adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun, kila mwanadamu anakosea. Haimaanishi kuwatii watawala na kuwaheshimu ya kwamba wao wamekingwa na makosa, hawezi kukosea. Na pindi wanapokosea, sheria imetuwekea njia ya kwenda kulikosoa lile kosa. Haikuweka njia ya kusimama katika mimba wala kwenye vijiwe vya kahawa au katika mujtama na sehemu zinginezo akaanza kusema mtawala kana kwamba unamsema jirani yako na mwanao. Haitakikani jambo hilo, walakin ihtiramuhum, lakini kuwaheshimu watawala yubqi lilmujtama'i haiba, inabakia katika mujtama haiba ya kumwogopa mtawala. Wayamna'u alfitan waddima, na kuwaheshimu watawala kunazuia kumwagika kwa damu, kuzuia fitna. ويصلح الله بهم ما لا يصلح بالفتنة والخروج عليهم. Allah anatengamaza mujtamaa kwa kupitia hao watawala kile ambacho hawezi kukitengamaza katika mujtamaa Allah subhanahu wa ta'ala kwa fitna na kutoka dhidi ya watawala. Mtawala yule mwenye dhulma ni bora kuliko kukapatikana machafuko katika jamii na kutoka dhidi ya watawala. Ndugu zangu katika imani, anasema Abu Darda radhiyallahu anhu, anasema sahaba huyo, inna awwala nifaqi almar'i ta'nuhu ala imamihi, unafiki wa kwanza, inna awwala nifaqi almar'i, unafiki wa kwanza wa mtu ni ta'nuhu ala imamihi, ni kumtukana na kumtani mtawala wake. Huu ndio unafiki wa mwanzo, yeye kusimama Muislamu akaanza kumtukana mtawala wake na kumtani. Hii ni moja na mwanzo kabisa wa unafiki katika Uislamu, kama alivyofanya kiongozi wa makhawarij, katika kiongozi wa kwanza katika makhawarij zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Dhul Khuwaisira. Alimsema Mtume sallallahu alaihi wasallam mbele ya masahaba, akamwambia ya Rasulullah, i'dil, fanya uadilifu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikosirika kwa sababu ya jambo hilo, akamwambia, kama mimi sijafanya uadilifu, nani atafanya uadilifu? Ameniamini wa mbinguni alafu nyinyi hamniamini?
Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa bishara kutokana na maneno ya mtu huyo kwamba kutatokea kizazi cha mfano watu kama hawa. Kwa unafiki wa kwanza wa Dhul Khuwaisira, ndio maana Abu Darda sahaba anasema ya kwamba unafiki wa kwanza wa mtu ni kumtukana mtawala wake na kumsema, kwa sababu amekosa adabu na heshima kwa mtawala. Lakini Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala anasema man istakhaffa bil ulama dhahabat akhiratuhu wa man istakhaffa bil umara dhahabat dunyahu. Atakaye wadharau maulama, atakaye wadharau wanachuoni, akhira yake imeondoka. Wa man istakhaffa bil umara, atakaye wadharau watawala, dhahabat dunyahu, dunia yake imeondoka, kwa sababu atakosa dunia hata ipata, kwa sababu mtawala ana nguvu kuliko wewe na mali zako. Aweza akakuangamiza na akakufilisi au akasababisha kutokomea mali zako zote, kwa sababu anayemdharau mtawala dunia yake huondoka. Lakini tuna mifano mingi ndugu zangu katika imani za kuwaheshimu watawala na kuwatii. Yale yaliyotajwa kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya kumkirimu mtawala na kukemea jambo la kumdhalilisha mtawala. Hadithi ambayo imepokelewa kutoka Muawiya bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu anasema lamma kharaja Abu Dharr radhiyallahu anhu ila Ar-Rabadha, pindi alipotoka Abu Dharr kuelekea katika eneo linaloitwa Rabadha, raqiyahu raqbu min ahli al-Iraq, alikutana na msafara unaotoka kwa watu wa Iraq. Faqalu ya Abu Dharr, wakamwambia ewe Abu Dharr, qad balaghna alladhi suni'a bik, imetufikia habari ya kile ambacho umefanyiwa na mtawala. Faq'ud liwa'a yaatika rijalun ma shi'ta, weka bendera, maana itisha dhidi ya mtawala, weka bendera, watakuja watu kwa kupambana nyuma yako, uende kutetea haki yako dhidi ya mtawala. Qala, anasema Abu Dharr radhiyallahu anhu, akasema mahalan ya ahla alislam, kueneni pole pole enyi waislamu, fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema sayakunu ba'di sultanu fa'izzuhu, anasema watakuja kuwepo baada yangu watawala, basi waheshimuni na muwatii, muwatukuze watawala hao. Man iltamasa dhullahu, atakayetafuta kuwadhalilisha hao watawala, thabara thuburatan fil islam, atakuwa ametoboa tundu katika Uislamu, atakuwa amevunja mipaka katika mipaka ya Uislamu. Atakayetafuta kumdhalilisha mtawala atakuwa ametafuta kuvunja miongoni mwa mipaka ya Uislamu. Ndugu zangu katika imani, haya yote yatuonyesha hawa ni masahaba wawaambia watu wa Iraq. Abu Dharr anawaambia watu wa Iraq wakimtaka atoke dhidi ya mtawala kwamba sisi, wewe itisha wito, tutatoka sisi, itisha bendera ya kuweza kupambana nyuma yako, tukapambania haki yako, tumtoe huyu mtawala. Akawaambia pole enyi waislamu, mahalan ya ahla alislam, kweneni pole enyi waislamu. Anasema nimemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema ya kwamba kutakuja kuwa utawala baada yangu, basi watawala hao fa'izzuhu, basi waheshimuni, wawekeni katika nafasi yao, watukuzeni hao watawala. Man iltamasa dhullahu, anayetafuta kuwadhalilisha hao watawala atakuwa amevunja mipaka miongoni mwa mipaka ya Uislamu. Kwa tunaona ya kwamba tunajifunza katika maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, muislamu yoyote ambaye atakayekuwa ameondoka katika taa ya mtawala, akawa kumheshimu mtawala, akawa ametoka dhidi ya mtawala, akamdhalilisha mtawala kwa maneno mabaya, atambue kwamba amevunja miongoni mwa mipaka ya Uislamu. Lakini mifano mingine tunayo ya Abdullah ibn, kama alipokelewa athar kutoka Abdullah ibn Samit, anasema kadima Abu Dharr ala Uthman min ash-Sham, ya kwamba Abu Dharr katika riwaya nyingine kwamba alikuwa kitokea Sham, alikuwa chini ya utawala wa Uthman ibn Affan. Faqala ya amira almu'minin, akasema ewe
kiongozi wa waumini, iftahil baba hatta yadkhula an-nas, fungua mlango waingie watu. Atahsabuni min qaumin yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum, ibn amir al-mu'minin ewa Uthman ibn Affan, unanidhania mimi ya kwamba ni katika watu ambao wanasoma Qur'ani haivuki katika mitulinga yao? Yani kusudia makhawarij, ambao makhawarij hao waisoma Qur'ani lakini Qur'ani haivuki katika mitulinga yao, hii mifupa ya shingo, wanaisoma Qur'ani haiathiri kiwiliwili. Anamwambia Uthman ibn Affan, hivyo wadhani ya kwamba mimi ni katika miongoni mwa wale ambao wanaisoma Qur'ani haizidi katika mipaka yao? Akasema, walladhi nafsi biyadihi, namwapia yule ambaye nafsi yangu ipo mikononi mwake, lau amartani an aquda lama qa'adtu, lau kama utaniamrisha mimi nikae basi nitakaa. Huyu ni sahaba anamwambia khalifa na ni mtawala mwenzake, ni mtawala Uthman ibn Affan, anamwambia wallahi namwapia yule ambaye nafsi yangu ipo mikononi mwake, lau kiniamrisha mimi kukaa nitakaa kwa haraka. Walau amartani an akuna qa'iman, lau kama kiniamrisha nisimame, la kuntu ma amkanatni rijlaya, basi ningeweza kusimama kwa kile ambacho miguu yangu inaweza. Walau rabattani ala ba'irin lam utlaq nafsi hatta takuna anta alladhi tatliquni, anasema lau kama ungenifunga kwenye ngamia, ukanifunga juu ya ngamia, ukanifunga katika ngamia, na kawa sikuwezi kujitoa mpaka uje wewe mwenyewe unitoe. Hawa ni miongoni mwa matukio ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakionyesha heshima ya watawala, ya kwamba na kuweka nafasi yao kwamba lau kama utaniamrisha mimi nikae nitakaa, ukiniamrisha nisimame nitasimama, lau kama utanifunga kwenye ngamia ili aniburuze, basi sitaweza kujifungua mpaka uje wewe mwenyewe unifungue. Hii ni heshima iliyoje! Na huyu ni sahaba anamheshimu sahaba mwenzake ambaye ni mtawala juu yake, ambaye alikuwa ni khalifa katika zama zake. aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ndugu zangu katika imani, tuna mifano mingi ambayo salafu salih rahimahumullah ta'ala walikuwa wakiwaheshimu zaidi watawala wao, walikuwa wakiwaweka nafasi yao watawala wao, wakiwatii watawala wao na kuwaheshimu, kwa sababu katika miongoni mwa alama ya ahli sunnah wal jamaa ni ihtiramu wa tawqiru liwulati al-amr, ni kuwaheshimu na kuwatukuza wale viongozi ambao wanawatawalia waislamu mambo yao. Kisa cha Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kitendo alichokifanya, anasema alitoka Ibn Sa'di, imepokelewa ametoa hadithi hii Ibn Sa'di kwamba Zaid ibn Wahbi alisema, lamma ba'atha Uthman ila Abdullah ibn Mas'ud ya'muruhu bil khuruj ila al Madina ijtama'a ilayhi an-nas, anasema ya kwamba alipeleka ujumbe Uthman ibn Affan ukamfuata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, akimwamrisha kutoka aelekee Madina. Wakati amri hiyo imefika ule ujumbe, ijtama'a an-nas ilayhi, watu wakakusanyika kwa Abdullah ibn Mas'ud wakamwambia, aqim, kaa hapa hapa usitoke, wa nahnu namna'u an yasila ilayka shay'un takrahu, sisi tutakuhami jambo lolote litakalokufika ambalo hulitaki. Yani wanamwambia usimtii mtawala, mtawala amekuita, amekutumia ujumbe kwamba hama huko uliko, njoo hapa Madina. Wale watu waliokuwa nao Abdullah ibn Mas'ud wanamwambia usiondoke, sisi tutakuhami, lolote litakalokuwa baya tutakuhami sisi, wakitaka kumfundisha kutoka dhidi ya utawala. Sikia maneno ambayo aliwaambia sahaba huyu Abdullah ibn Mas'ud. Faqala lahu Abdullah akawaambia, inna lahu alayya ta'a, hakika huyu Uthman kwangu mimi ninamtii, kwangu mimi kuna ta'a, wala uhibbu an akuna awwal man fataha, wala mimi sitaki kuwa katika wale watu wanaofungua milango ya fitna. Kutoka dhidi ya watawala ni katika miongoni mwa milango ya fitna. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, miongoni mwa wito wa Uislamu ni watu kuwatii watawala na kuheshimu watawala
muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, wa'lamu anna at-ta'ana fi ulati al-umur babu fitna. Tamweni ya kwamba kuwasema vibaya watawala na kuwatukana watawala ni mlango wa fitna, wa annahu sababu lisafaki dima, ni miongoni mwa sababu za kumwaga damu, wa hatki al-a'rad, na kuvunja heshima za watu, wa dhiya dini wa dunya, na kuondoka kwa dunia na dini pia ikaondoka kwa sababu ya kutowatii watawala. Damu zitamwagika kwa sababu watu hawatii watawala. Watu tawashangaa kwamba watawala wanafanya kadha, mtu anasema hadharani. Hatujapewa mlango huo wa kuwasema watawala hadharani, hata kama tafanya kosa la aina gani. Mtawala hanasihiwi juu ya mimbar, mtawala hanasihiwi katika mitandao, wala mtawala hanasihiwi mitaani. Tumepewa njia sisi Waislamu tusifungue mlango wa fitna, kwa sababu mlango huo ni sababu ya kuuliwa kwa watu, ni sababu ya hayo maneno wanayosema watu wanapotea. Hiyo milango wanaifungua watu wenyewe kwa sababu ya kutoheshimu watawala, ni kwa sababu ya kutoweka katika nafasi zao na kusimama kidete na kuwasema vibaya watawala. Haya yote yatapelekea dini tusiweze kusali Ijumaa kama namna hii, amani kukosekana, heshima kuvunjwa, wazee wetu wakavunjwa heshima zao zikavunjwa, wakapigwa hadharani na watu wenye kuheshimiwa. Mashaka zetu wakaondoka na nafasi zao kwa sababu gani? Watu wakakosa namna ya kuheshimu watawala. Kuna madhara makubwa sana, na Uislamu umetutahadharisha muda mrefu, miaka mingi, na matukio yanatufundisha mambo mengi. Lakini katika miongoni mwa mambo ambayo yatatusaidia sisi, kama ambavyo imepokelewa kutoka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, anasema law kanat li da'watun mustajaba ma ja'altuha illa fil imam, lau kama mimi ningekuwa na dua yenye kuitikiwa, anasema basi nisingeiweka kwa yeyote isipokuwa kwa mtawala. Huyu ni al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala anasema idha ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultan fa'lam annahu sahibu hawa, wa idha ra'aitahu yad'u lahu fa'lam annahu sahibu sunnatin. Ya kwamba utakapomuona mtu anamwombea dua mbaya mtawala, anamwombea dua ya mbaya, anamwombea dua ya laana, anamlaani mtawala, tambua kwamba mtu huyu ni mtu wa matamanio, ni mzushi huyo, ni mtu anayefuata matamanio yake. Wa idha ra'aitahu, na utakapomuona mtu huyo yad'u lahu, anamwombea dua nzuri mtawala, fa'lam annahu sahibu sunnatin, tambua kwamba huyo mtu ni mtu wa sunna. Kwa ndugu zangu katika imani, sisi tunatakikana tuwe ni katika watu wenye kuombea dua watawala kutengamaa, na tuombee dua nafsi zetu kuwaheshimu watawala, tuwaweke katika nafsi zao. Muislamu hathubutu, kama ilivyokuja riwaya katika miongoni mwa maneno ya salaf, man ahana sultana ahanahu Allah, atakayemdhalilisha mtawala Allah atamdhalilisha. Utadhalilishwa hapa duniani au utakuja kufedheheshwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Ebu Waislamu, jiepusheni na mambo ya kuwasema watawala, jiepushe mdomo wako na kuwatani watawala. Uislamu haukupi nafasi hiyo. Hata mtawala atakufanyia jambo gani, huda kuwaja kuamrisha maovu, akachukua mali yako akakudhulumu kadha, fa asmi' wa ati'. Haya ndio maelekezo ya dini yetu ya Uislamu. Hatuna maelekezo mengine ya wanaharakati, mambo mengine ya wanasiasa. Sisi hatupo na njia katika njia hiyo. Uislamu hatufundishi mambo hayo, bali Uislamu uko dhidi ya mambo hayo, kwa sababu kufungua mambo hayo ni mlango miongoni mwa milango ya kufungua ugaidi. Ukionekana wewe Muislamu na wewe umejichomeka katika mambo ya siasa, ukatoka dhidi ya mtawala, wewe mwishowe yakageuka mambo, utaonekana wewe ni gaidi, utakuwa ni sababu ya kuwasababisha Waislamu wengine wasipate sehemu ya kuabudu sawa sawa, wasiabudu kwa amani, wasimwabudu Mola wao kwa utulivu. Watakosa kusoma madaris, watakosa kusimamisha sala kwa sababu ya wewe Muislamu uliotamka ulimi wako na kumsema vibaya mtawala. Ndugu zangu katika imani, tunatakikana tujiepushe na mambo haya, tuwaheshimu watawala, tuwatii watawala, tuwaweke katika nafasi zao. Tuna mifano ya miji mingi sana ambayo
imeacha kuwatii watawala. Tizama Syria iko wapi, nchi nyingi ziko wapi ambazo zilitoka dhidi ya watawala eti za tafuta uhuru, eti za tafuta haki. Mwishowe majumba yakaanguka, wakapigwa njaa, wakapigwa umaskini, hali ya kuwa ilikuwa ni miji ambayo watu wairejea, watu watamani kufanya ziara kwenda katika miji hiyo, watu watamani kujifakharisha na miji hiyo, ikaondoka kwa sababu ya jambo dogo la kutoka dhidi ya watawala. Tuhifadhi amani bila kuwasema watawala, tuwaheshimu watawala na kuwatii. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih ulata umurina ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم اجعلهم مفاتيح للخير ومغاليق للشر